Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru kwanza kwa dhati Mheshimiwa wetu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono na dhamira yake ya dhati ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya kwa maelekezo ya wazi ambayo yalitolewa na Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya Mheshimiwa Mchengerwa katika kikao ambacho tulikifanya tukiwa Dodoma kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Afya ni msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tunatambua kwamba taifa haliwezi kupiga hatua za maendeleo kama wananchi wake ni wagonjwa au wanashindwa kupata huduma za afya kwa sababu ya gharama. Ndiyo maana serikali yetu ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kwa vitendo kuweka mfumo wa bima ya afya kwa wote ili kuondoa vikwazo vya kifedha katika upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Kwa mujibu wa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wakati anazindua katika mkutano wake ambao tulihudhuria Dodoma, alitoa maelekezo ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote kwamba unaanzia ngazi ya chini kabisa katika kijiji, kata na hatimaye halmashauri. Hivyo sisi kama halmashauri ya Madaba katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Waziri ambayo aliyatoa katika kikao hicho, tunawajibika kuhakikisha kuwa kila mwananchi ndani ya halmashauri yetu ya wilaya Madaba anaelewa mpango huu, anasajiliwa na ananufaika nao ipasavyo. Napenda kuwafahamisha kuwa serikali tayari imeshatenga kitita maalum cha fedha kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wasiojiweza wakiwemo wazee, watoto na makundi maalum. Kitita hichi kimeanza kutumika kuanzia tarehe 26 Januari 2026 na maandalizi yote yanaendelea ili utekelezaji uanze bila changamoto yoyote. Kwa hiyo katika kutekeleza maagizo haya, halmashauri yetu ya wilaya Madaba imeanza kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha kwamba bima ya afya kwa wote inawafikia wananchi wote. Tayari nimeshamwagiza mganga mkuu wa halmashauri ya Madaba kuanza maandalizi ya kitaalam ya kutekelezaji wa mpango huu kwa kushirikiana na wakuu wa idara zote, kwa maana ya watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, wenye viti wa vijiji vyote 22 ambavyo tunavyo ndani ya Madaba pamoja na vitongoji vyote ambavyo tuko navyo. Tumeanza tayari kuimarisha usajili kwa wananchi katika ngazi ya kata na vijiji na vitongoji, na tayari kuna mikakati mbalimbali tushaiandaa ya utoaji wa elimu kwa wananchi kupitia kwa waheshimiwa madiwani, kama ambavyo leo tumefanya kikao chetu cha waheshimiwa madiwani cha baraza ambapo tumetoa elimu kwa waheshimiwa madiwani kuhusiana na bima ya afya kwa wote ili wananchi waweze kupata huduma hizo. Bali lazima viongozi wetu pia waweze kufahamu mpango huu. Kwa waheshimiwa madiwani leo tumewapa elimu na tutaendelea kuwapa elimu kuhusiana na wa bima hii ambayo inaenda kuanza kwa wananchi. Tunapenda kusisitiza kupitia hadhara hii kwa wataalamu kwamba bima ya afya, huduma za afya si hisani kwa wananchi bali ni haki ya kila mwananchi. Hivyo serikali imewekeza vya kutosha kwenye miundombinu na vifaa tiba ambavyo kwenye hospitali zetu za wilaya pamoja na vituo vyetu vya afya na zahanati tunavyo vifaa tiba vya kisasa kabisa ambavyo vinatoa huduma zilizo bora kabisa kwa wananchi. Tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea watumishi wa kutosha katika ngazi ya afya, tukianzia zahanati, vituo vya afya pamoja na hospitali yetu za wilaya. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi sisi tunaenda kujikita katika huduma zaidi, na huduma zetu sasa hivi zimeboreka. Kile huduma ambao unaweza kuipata ukitoka hapa Madaba kwenda Songea, basi unaweza ukaipata hapa Madaba bila kusafiri umbali wa kilomita 120 kwenda Songea. Tunazo mashine za X-ray ambazo zinapiga X-ray, tunao wataalamu ambao wanazitumia hizo mashine, ambapo hapo awali wananchi walikuwa wanasafiri umbali wa kilomita 120 kuifuata huduma X-ray kwenda manispaa, kwenda Peramio. Lakini kwa sasa kutokana na uwekezaji mkubwa huu ambao umefanywa na serikali ya awamu ya 6, huduma hizi zinapatikana ndani ya halmashauri yetu ya wilaya Madaba. Hivyo tunawasisitiza wananchi wajiunge na kitita hiki ambacho kitaenda kuwasaidia wao katika kuepukana na changamoto za kusafiri umbali mrefu, lakini pili na kupoteza muda mwingi sana ukiwa unawaza gharama za matibabu wakati tayari unacho kifurushi ambacho kinaweza kusaidia katika kutatua changamoto za afya. Nimalizie kwa kusisitiza ujumbe muhimu kwamba
bima ya afya kwa wote ni kwa ajili ya kila mwananchi. Hivyo hakuna mwananchi atakayebaki nyuma. Tunatambua kwamba mafanikio ya mpango huu yatapimwa kwa mabadiliko halisi katika maisha ya wananchi wetu. Hivyo sisi kama viongozi tunatakiwa kuhakikisha kwamba mpango huu tunaunga mkono kwa 100%, na bima ya afya inaanza na mimi na inakuja kwako wewe mwananchi, ambayo ninakuhamasisha ili uweze kwenda kujiunga. Naomba waandishi wa habari na viongozi na wadau wote tushirikiane kikamilifu katika utekelezaji wa ajenda hii ya kitaifa.